watu wakawagawanyika katika Waislamu makundi mbalimbali kutokana na kupoteza kwa wakati na kupoteza kwa maisha. Maana wakati ni maisha kama tutakavyotaja mbele, alwaqtu huwa alhaya. Kutokana na haya tukapata makundi mbalimbali ya Waislamu kuhusiana na wakati. Tuna Waislamu ambao ضيعوا أوقاتهم في إشباع شهوتهم شهوة الفروج. Kuna Waislamu ambao wamepoteza wakati na wakati wao unakwenda, umri unasongea mbele, wakati unapotea katika kutafuta na kushibisha raghba za shahwa zao za nafsi, na kusudia shahwa za kibinadamu za kiume na shahwa za kibinadamu za kike au shahwa za farji. Wako katika Waislamu ambao dhayahu awqatahum fi ishba'i shahwati albutun, katika kushibisha na kutafuta kuridhisha shahwa za matumbo. Na wako katika Waislamu ambao wanakwenda mbio kushibisha kadhalika au kupoteza wakati katika mambo ambayo ni nje ya haya mawili, lakini yasiyokuwa na manufaa wala yasiyokuwa na matunda yoyote katika maisha ya Muislamu. Upande mwingine au fungu lingine la Waislamu ni wale wanadamu ambao wamefahamu umuhimu wa wakati. Hili kundi la kwanza ni Waislamu ambao hawakuelewa wala hawajui umuhimu wa wakati. Fungu la pili ni Waislamu ambao wanaelewa umuhimu wa wakati, na hawa wanagawanyika mara mbili. Sehemu ya kwanza ni wale Waislamu waliojua au mwanadamu ambaye anafahamu umuhimu wa wakati, lakini wakati huu ambao ameupanga na anauchunga na anaufuata wakati wake sawa sawa, lakini kazi yote ambayo ameiweka katika wakati ni liajli matalibi dunia, ni kufuata matlabu ya dunia na kufuata matakwa ya kidunia peke yake. Hawa ni wale wanadamu na Waislamu kadhalika wamo ambao ni kama ambaye siku ya kiyama laysa lahu fil akhirati min khalaq, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhira hajali wala hakuweka katika fahamu yake kwamba ana sehemu yoyote ya mambo ambayo atakwenda kuyakuta. Sinfu ya mwisho ni katika watu wanaofahamu na kuzingatia umuhimu wa wakati. Sasa ni wale Waislamu ambao wanaelewa kwamba huu wakati ni jambo muhimu katika maisha, na pamoja na hayo kadhalika wakaweza kufanya bidii katika maisha yao ili ajitengezee nyumba ya akhera. Na hili ndilo lengo hasa la mwanadamu kuletwa katika dunia hii. Kwa hivyo tuna sampuli mbili ya wanadamu, ayu alikhwa. Tunao wale ambao hawazingatii wala hawaelewi kabisa maana ya wakati ni nini na umuhimu wa wakati ni kitu gani, wakati wenyewe ni nini. Na hawa ndio wale ambao tumewatajia. Huyu anakimbilia shahwa yake ya farji, yule anakimbilia kushibisha shahwa ya matumbo, huyu anakimbilia katika mambo ya michezo na mambo mengine hayana maana. Hawa ni watu ambao hawajui wakati ni kitu gani. Na wale wanaoelewa wakati ni kitu gani kadhalika ni aina mbili. Kuna wale ambao ameifahamu wakati umuhimu wake na anauchunga, lakini anachunga wakati kwa ajili ya mambo ya dunia peke yake. Kwa hivyo kuanzia asubuhi yeye yuko katika dunia, anakwenda mbio na ile dunia kulingana na ile dunia inavyompeleka, anaisimamia na anaiketia. Dunia hii ndio inamfurahisha na dunia hii ndio inamtia huzuni. Kwa hivyo maisha yake yote ni dunia. Akhera ikiwa hamna kabisa, basi iko sehemu ndogo kabisa katika program yake ile ambayo ameiweka ya kila siku. Aina ya pili ya grupu hii ya pili ni wale wanaofahamu na kuzingatia umuhimu wa wakati na wakaweza kufanya kazi ambayo watakwenda kuona mavuno yake kesho, yaumal hisab, yaumal jazaa,
yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kwa hivyo kila mmoja tulioko hapa sisi leo, nafikiri ni wasaa wa kuweza kuzingatia, kila mmoja wetu sisi tunazingatia suala hili la wakati kiasi gani, na tumechukulia wakati kama kitu gani, na tumelipa suala la wakati uzito kiasi gani, tuweze kujua sisi tuko ma mahalluna min al-i'rab, katika i'rabu ya wakati sisi tuko pahala gani.